kabisa, nakamata watu mikono kabisa na kwenda nao, hata kama ukiwa wewe hujasoma, huna msingi mzuri wa elimu ya dini, basi sisi tutakusaidia mpaka utafikia kuridhika na ibada yako uliyoifanya kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu waandishi wa habari, sisi Ajwa Hajj Travel Agency, ofisi zetu zipo katika miji yetu hii ya Tanzania, tukianza na ofisi kuu ambayo ni ofisi ya Dar es Salaam, ipo hapa mtaa wa Ilala Msaada Garage. Ofisi yetu ya Unguja ipo maeneo ya kwa Mchina Mwanzo, katika nyumba mpya za shirika la nyumba, katika floor ya chini tupo pale tunapatikana. Lakini vile vile ofisi ya Pemba tupo maeneo ya Wete, mtaa wa Kipangani juu, katika msikiti wa Mtemani. Hapo katika ofisi zote hizo tutakuwa tunapatikana kwa nyakati zote, lakini vile vile tunaweza au unaweza kututafuta kwa nambari zetu, kuanzia nambari yangu mimi 0773647979, lakini vile vile katika ofisi ya Dar es Salaam unaweza ukamtafuta Ukhti Aisha, nambari yake ni 0713730444. Lakini kwa wale ambao waliokuweko katika mikoa mbalimbali, tunaye hapa Sheikh Awadh Suru. Sheikh Awadh Suru ni katika watendaji wa taasisi hii ya Ajwa Hajj Travel Agency. Kwa hiyo unaweza ukamtafuta na yeye atakuja atazungumza hapa. Nataka kuwakaribisha Waislamu kwa ujumla wa Tanzania kwamba taasisi ya Ajwa imejiandaa kikamilifu katika kumhudumia hujaji katika ubora wa hali ya juu. Tayari tupo katika maandalizi ya kuwaandaa mahujaji hawa. Unapokuja Ajwa, basi hutojutia insha Allah, kwa uwezo wa Allah hutojutia kutoa pesa zako, masurufu yako, bali ukirudi utataka kwenda tena na tena kwa kila mwaka wa hija au msimu wa hija. Kwa baada ya maneno haya machache, naomba vile vile nitambulishe tarehe za hija ambazo za kuondokea hapa Tanzania, lakini vile vile na kurudi. Tarehe zetu za kuondoka ni tarehe 5 mwezi wa 5. Tutafunga safari insha Allah kuelekea katika viwanja vitukufu kule Saudi Arabia, lakini tutakuwa katika viwanja hivyo na maeneo hayo na mpaka tutafikia tarehe 30 mwezi huo wa 5, itakuwa ndio tarehe yetu ya kurejea katika mji wetu. Lakini vile vile tunazo safari za umra. Tunazo safari za umra ambazo tumeziandaa. Safari ya umra ambayo ilikuwa karibu ni tarehe 19 mwezi wa 9, ambao ni mwezi ujao. Tutaondoka hapa, tutaelekea katika viwanja vitukufu kwa ajili ya ibada ya hija. Nafasi zimebaki chache. Tunawaomba wale ambao waliokusudia kufanya ibada ya hija, kufanya ibada ya umra, basi waje katika taasisi yetu na watupe dhamana zao, na inshallah hawatojutia. Kama nilivyosema mwanzo,
tutawapeleka katika kuwasaidia kufanya ibada yao ya umra tarehe 19 mwezi wa 9 na kurejea tarehe 30 mwezi wa 9. Takriban itakuwa siku 10 tunaishi katika ibada hiyo ya umra. Naomba baada ya maneno haya nirejeshe kipaza sauti na nimkaribishe shekhe wangu Sheikh Awadh aje kutupa maneno machache ambayo inajulikana kwa jina la Tahafe. Sote taasisi ambazo zimeruhusiwa kisheria kabisa kupeleka mahujaji Makka kwa mwaka 2027 tayari zilipata kibali maalumu, zilipata ruhusa siku ile na zikatangazwa na viongozi mbalimbali walihudhuria katika tamasha lile. Walilahi alhamdu wal minna, sisi Ajwa ni katika mojawapo ambao watapeleka 2027 ibada ya haji, na kwa gharama nafuu kabisa, kwa gharama nafuu kabisa ambayo ni dola 6,500. 6,500 itakuwa ndo gharama yetu ya hija ya 2027. Lakini pia kama inavyojulikana kwa wale ambao wamesafiri na sisi hata mwaka jana na miaka iliyopita, haifichikani kwamba kauli mbiu ya kwetu ni kwamba hoteli kwanza. Hoteli au huduma ya makazi Makka na Madina yanakuwa karibu zaidi na misikiti mitakatifu. Baada ya hoteli hakuna kitu kingine ambacho tunakutana nacho mbele isipokuwa ni kukutana na msikiti wa Haram. Hizi ndio sifa ambazo tunajitahidi kuwahudumia au kuwapa mahujaji wetu. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu katika mji wa Makka kijiografia, kitu cha kwanza cha kukimbilia ni huduma ya makazi. Kwa hivyo wewe hujaji, sisi tunakujali kwanza kwenye makazi ili uweze kufanya ibada yako kwa wepesi zaidi. Hichi ndio muhimu zaidi. Kwa hivyo tunazungumza na nyinyi hapa kuwapa yale mazuri, yale ambayo tulionayo kama Ajwa, ili muweze kusafiri na sisi, ili uweze kuenjoy katika ibada ya haji kama walivyoenjoy waliokuwa wameenda kabla yenu nyinyi. Lakini kadhalika Madinatul Munawwara tuna hivyo hoteli ambayo iko mwisho kabisa. Baada hapo unaingia katika uwanja wa msikiti An-Nabawi. Lakini pia tuna huduma ambazo na ziara, huduma tamu sana. Katika ziara unaenjoy rihla ambayo ni ndani ya miji ile mitakatifu, sehemu za kihistoria, lakini pia tuna safari ambazo tunafanya nje na ile miji mitakatifu. Mfano Badr, Taif, tunaenda kwa ajili ya kuwaonyesha waja wa Allah, wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile sehemu za historia. Vita ya kwanza ya kupiganwa ilikuwa Badr, na wale mashuhada wa Badr kule waliokufa unaenda unawaona kwa majina yao. Kwa hiyo unaenjoy na kuwaombea dua, lakini na kupata mawaidha kwamba walioipigania hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wapo wamelala pale. Lakini pia tunawapitisha sehemu zingine za historia. Kuna Bi'ru Shifa. Sisi tunajua kwamba maji ya Zamzam, Zamzam lima shuriba lahu, maji ya Zamzam ni kwa mtu inategemeana na nia ambayo amekunywa kwayo. Lakini tunawapitisha katika kisima ambacho kina historia pekee, historia ambayo maji yale ni shifa, maji yale ni ponyo kadhalika, inaitwa Bi'ru Shifa, ambayo iko karibu na mji wa Badr. Unapitishwa hapo, unaona sehemu kama hizo, jinsi gani taasisi ya Ajwa inakupeleka katika mazingira yale au katika maeneo yale. Unarudi hapa tayari una elimu. Unaweza hata wewe mzee ambaye uko Kondoa, wewe mzee ambaye unaishi Mwanza, mzee wa Kigoma, mzee wa Mtwara, si mzee, unaenda kuelezea watu wako hata kwa lugha yako jinsi gani ulivyofaidika katika ibada ya hija, lakini elimu ambayo umeipata si ibada tu, lakini umepata elimu ya ziada katika upande wa hija. Hizi ni huduma zetu ambazo zinapatikana katika upande wa haji. Kadhalika umra, hoteli kadhalika ziko karibu, lakini pia unaenjoy ukienda katika umra, kwa sababu ni wakati ambao tayari watu ni wachache, si wengi sana, lakini utapata kutembea maeneo ambayo mengine yawezekana wakati wa haji hutoyafikia kwa miguu, lakini wakati wa umra unayafika yale maeneo. Ndugu zangu, Ajwa kama ilivyoelezwa ni taasisi ambayo inatambulika na inaaminika kwa viongozi na mahujaji. Alhamdulillah wanatuamini, na mpaka hivi sasa tumesajili idadi ya kutosha na nafasi bado zimebaki chache. Walilahi alhamdu wal minna. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuamini, na tunaomba Allah tabaraka wa ta'ala aendelee
kutuaminisha katika jamii na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile watu wanadhani sisi ni watu waheri, basi yale ambayo watu hawayajui Allah aweze kutusamehe katika yale. Hivi ndivyo ambavyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika jamii ambayo tunaishi nayo, kwa sababu ni amana kuchukua dhamana ya kumsafirisha hujaji, mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, dhuyufur rahman, kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya haji na kumrejesha hapa. Ni amana kubwa sana na haihitaji mtu kufanya ujanja wala khiana. Tunachotahadharisha ni kwamba ewe ambaye umetia nia ya kwenda haji, ewe ambaye umetia nia ya kwenda haji, huu sasa ni wakati husika. Huu ni wakati husika. Hivi sasa tunavyoongea tayari taratibu zote za ibada ya hija ya 2027 zimekamilika. Narudia, hivi sasa tunavyoongea taratibu zote za ibada ya hija ya 2027 zimekamilika. Sasa tuache mazoea, tutoke katika yale ya mambo ya zamani kwamba tukisubiria mpaka Ramadhani ndio tunaanza kupiga simu, je, nitapata ibada ya haji, nitapata nafasi ya hija, nataka kwenda hija 2027. Hapo itakuwa tayari muda ushapita, uko nje ya muda. Sasa hivi uko ndani ya muda. Njoo jiandikishe, lipia, ili taratibu ziweze kwenda kwa haraka zaidi, kwa sababu tunapomaliza ibada ya haji, tulipomaliza 2026 inapomalizika pale, tunafanya vikao vya kuanza taratibu ya ibada ya hija 2027. Kwa hiyo na pale kwenye tamasha la Tahafe mlitangaziwa na vyombo vya habari vilitangaza na viongozi walisema. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunawahimiza, tunawaambia wale wote ambao mmetia nia kwenda nasi 2027, karibuni sana, ili muweze kutimiza ibada yenu kwa uhakika na ufanisi uliojaa. Lakini pia ibada ya haji hii si tu kwamba unachagua ajwa. Si kwamba tu mimi naenda na ajwa. Unachagua watu gani ambao unakwenda nao. Unaona Kwaramu ambaye iko mbele yangu hapa, sina shaka nao mimi, na nyewe mnajua na mashuhuda mpo kwamba nikisafiri na fulani nitaenjoy katika safari. Safiri na mtu ambaye unamwamini, mtu ambaye atakushika mkono, mtu ambaye atakuelekeza kila hatua na mpaka urejee hapa Tanzania umeridhika, kweli mimi nilitoa pesa yangu kihalali na imeenda kihalali. Kama unavyoona hapa hakuna mzee, wote hawa ni vijana, hata hawa kina mama mnavyoona ni vijana bado, kwa hiyo wana nguvu. Lakini pia tunahakikisha ya kwamba mahujaji wetu, wewe kwenda kuishika Al-Kaaba ni jukumu letu sisi. Ukienda na sisi unaenda kuishika Al-Kaaba. Ile Al-Kaaba mnayoiona imezungukwa na umma na watu wengi. Utaanza kujiuliza, nitafikaje pale? Njoo ajwa, utafika na utaishika Al-Kaaba na utaomba dua zote ambazo umekusudia pale. Ndugu zangu, ibada ya haji tunawahimiza, tunawaita, kwa sababu ndo msimu hivi sasa umefika. Lakini pia tujue fadhila za hija. Watu wengi hatujui fadhila za hija. Fadhila za hija, ndugu zangu, kama zinavyoelezwa, kwanza ukienda kutekeleza ibada ya haji, wewe umeruzukiwa pesa. Umeruzukiwa pesa na Allah subhanahu wa ta'ala. Una mali chungu mzima na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Mali ulizonazo ni mali za Allah subhanahu wa ta'ala. Zitendee haki. Miongoni mwa kutendea haki ni kwenda kutekeleza nguzo hii, nguzo ya 5. Lakini katika faida ambazo unapata katika kutekeleza nguzo hii, takfiru dhunub wal khataya, unasamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, unafutiwa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakaye hiji na asifanye mambo ya upuzi, asifanye ufasiki, asifanye mambo maovu, asifanye mambo machafu, rajaa ka yaumi waladatu ummu, anarejea mtu huyo kama siku aliyozaliwa na mama yake katika tumbo. Sasa wewe unarudi hija ni mtoto mdogo, baby. Unarudi hija wewe ni mweupe, baby. Sasa wewe kalamu inaanza upya. Nani ambaye hataki kuwa baby jamani? Kama tunaitana huko majumbani baby, lakini baby hujafutwa madhambi. Nenda haramu Makka wal Madina, urejee baby wa kweli kwa mke wako. Kwa hivyo nawaita, wako watu najua tumemilikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala pesa, lakini hatutaki kwenda. Hebu fikiria kufutiwa madhambi yako tangu ulipozaliwa mpaka hivi sasa. Una umri gani? Una madhambi mangapi? Hakuna aliyosalimika na makosa. Mtume sallallahu anasema kila mwanadamu ni mwenye kukosa. Kwa hiyo nenda kajisafishe kule, ni fursa hiyo. Lakini pia unataka pesa zako ziongezeke? Nenda katika mji wa Makka.
Nenda kwenye nyumba takatifu Al-Kaaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna sehemu ile inaitwa Multazim, baina ya mlango wa Al-Kaaba na ile Hajar al-Aswad. Sehemu ile ukiomba dua hairejeshwi. La shaka ukiomba pesa zako ziongezeke, utaongezewa pesa, na hili ni mashuhuda. Tumeenda na watu wengi wametoa mitaji yao yote, lakini wamerejea, mitaji imerejea na pesa ziada wamepata. Lakini pia katika faida za hija ni kwamba wewe malipo ya hija yako inakuwa ni pepo peke yake. Haulipi dolar wala dirham wala shilingi wala nini, haulipi hizo za kiduniani, hapana. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, sila ya Allah ni ghalia. Hata ile pepo ya Allah ina thamani, ni kubwa sana wewe kuipata pepo kwa ajili ya hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhajju arafa, si hija ni arafa. Siku ile ya arafa ndio siku ambayo watu wanasamehewa madhambi yao yote, na Mtume akasema wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Na hija iliyotakata vizuri, hija iliyo vizuri, iliyotimizwa misingi yake na haki zake na zile sheria zake, haina malipo. Ewe mwanadamu, ewe Muislamu, ewe haji, haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika hija min a'zami al-a'mal as-salihah, min a'zam al-a'mal as-salihah, ni katika matendo makubwa sana mema unaenda kuyatekeleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza nguzo hii. Lakini pia katika faida za hija, ndugu zangu, ni tarbiyatul muslim ala sabr wa taqwa. Hija inamlea Muislamu katika subra. Ndio maana mwanzo unapokuja kujiandikisha kwetu sisi, tunaanza kuishi na wewe na subra, lakini pia na uchamungu. Mpaka tunarudi hapa, utakuwa tayari wewe umejipata somo na umekuwa mtu mzuri sana wa kusubiri katika yale ambayo utaishi nayo. Kama umesubiri katika hija na ukafaulu katika hija, katika subra, basi maisha ya huku nyumbani hayatokushinda katika subra, utasubiri. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu unaenda kutana na dunia mzima, unakutana na dunia nzima, unakutana na watu wote, unakutana na mambo yote unayojua duniani. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kusubiri, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa malipo yake. Unafutiwa madhambi, unarejea kama siku uliozaliwa na mama yako, lakini pia malipo yake yanakuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu zangu, katika faida za hija, wewe Muislamu ambao unaishi huko porini, huko Masaini, huko si pembezoni mwa miji, lakini hujawahi kuishi na jamii kwa wingi sana, hujawahi kuishi na watu kwa wingi sana, labda katika kijiji chako una watu 100, pale unaenda kukutana na umma, mathalan siku ya Arafa au katika viwanja vya Mina. Hii inaleta ile tahqiqul ukhuwa wal musawa. Unaona kwamba pale unapata picha kwamba hivi mbona watu wote tuko sawa sawa. Yani hija inakutengeneza, hakuna cha tajiri wala maskini, wote tahqiqul ukhuwa. Kwanza mnapendana, mnaishi chumba kimoja, hema moja, hamjuani mlipotoka. Hapa mnatengenezewa undugu kwamba Uislamu nyinyi nyote ni ndugu. Lakini wal musawa, na usawa sawa, kwamba wote mko level moja. Siku ya kulala Muzdalifa mnalala wote chini, mko pale. Tajiri, maskini, fakiri, wote mko pale. Mwajiriwa, aliyeajiri, wote mnalala chini pale. Kwa hiyo inakuwa hii inahakikika kwamba jinsi gani hija inatuweka kuwa wamoja. Ndugu zangu katika imani, mwisho kabisa nimalizie kwamba hija tunapoenda kuitekeleza ni katika kumuiga Ibrahim, Nabiullahi alayhi salatu wasalam, Ibrahim wa Ismail alayhima salam, wa ala nabiyina afdalu wa atamma taslim. Hii unapokuwa unaenda kule unaiga, kwanza unamuiga Ibrahim na Ismail alayhima salam, wa ala nabiyina afdalu wa atamma taslim. Unakuwa na waiga mitume. Kwa nini? Katika vitu ambavyo utaenda kuvikuta vile, katika alama ambazo ziko pale, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Hakika nyumba ya kwanza kuwekwa kwa ajili ya ibada ni ile ambayo iko katika miji ya Makka. Iko katika miji ya Makka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fihi ayatun bayyinat. Kuna alama ambazo ziko pale ukiingia katika mji wa Makka au katika msikiti wa Makka, kuna alama ziko wazi wazi. Maqamu Ibrahim, akaitaja Allah subhanahu wa ta'ala maqamu Ibrahim. Utaenda kuiona maqamu Ibrahim, na sisi tutaenda kukuonyesha kwamba maqamu Ibrahim ni hii hapa, iko wazi wazi. Lakini miongoni mwa alama ambazo ziko wazi ni bi'ru Zamzam.
kisima cha maji ya Zamzam, na hii ukifika kule ndipo unapata historia kwamba hii imetokana na Ismail alayhi salatu wassalam, maji ya Zamzam. Na maji ya Zamzam pia tutakufundisha jinsi gani yanakuwa ni tiba kwako wewe, ili yao ni tiba kwako wewe. Sasa unataka hiyo siri na unataka hilo somo ulipate, njoo Ajwa uyapate, upate siri ya maji ya Zamzam. Si kama unakunywa maji ya Dawasa, si kama unakunywa maji ya Kondowasa, si kama unakunywa maji si ya wapi. Kila mtu anaita vile anavyojua, lakini yale ni mau Zamzam lima ashuri balahu. Njoo upate siri ya maji ya Zamzam na jinsi ya kuyatumia. Ukisafiri nasi mpaka unarudi hapa, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa utukufu wake, na kwa utukufu wa sehemu ile, na kwa utukufu wa maji ya Zamzam aliyoyaeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utarudi hapa hakuna kinachokusumbua endapo utafata vile ulivyoelekezwa. Ndugu zangu katika imani, mwisho kabisa ni kwamba sisi tutakuwa kabla ya safari hiyo tarehe 5, kabla ya hapo tutakuwa na semina zetu za maujaji ambao wametia nia kwenda kwa ajili kutekeleza ibada ya haji 2027. Tutafanya semina, tutaelekezana, tutaulizana maswali, utaridhika kabisa, utaenda hali ya kuwa tayari hija unaiona, bado sasa uhalisia kwenda kufanyia vitendo tu. Kwa hiyo katika semina pia tutakutana inshallah taala, tutaelezana mengi na vyombo vya habari vitakuwa vinarusha, tutaelezana mazuri katika semina zetu, walilahi alhamdu wal minna. Ninachofurahi ni kwamba siku ya tarehe 5 mwezi wa 5 ndo ambayo tumepanga kusafiri, lakini siku ambayo imezaliwa mimi kipenzi chenu Sheikh Awadhi Suru. Tarehe 5 mwezi wa 5 ni siku ya kuzaliwa kwangu. Kwa hiyo surprise gani ambayo nitakuja nayo kwa ajili ya furaha kwamba kukutana na mahujaji wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo mimi ndo nimezaliwa. Kama hivi sasa tuko katika mwezi ambao amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja yafurahi, kila mmoja yafurahi katika mwezi, kwa sababu amekuja kipenzi, alizaliwa kipenzi cha umma. Kwa hiyo na mimi sina budi kama Mtume alifurahi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufunga siku ambayo amezaliwa, kadhalika na sisi lazima tumwige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya ibadati mbalimbali zile siku ambazo tumezaliwa. So kusherehekea tu na kula keki na lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuonyesha mapenzi na kumuomba Allah au baraka katika umri wako. Kwa hiyo tunawakaribisha sana inshallah ta'ala katika safari zetu za hija. Safiri na Ajwa, utaenjoy na utapata pia surprise ya jina lenyewe, lakini hili tutakapofika kule kwa Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwara, tende ambayo haipatikani duniani kote isipokuwa ni Madina peke yake. Ukiibeba ukaenda ukapanda ule mche wa Ajwa sehemu nyingine, haizai Ajwa, inakuzalia tende ya kawaida, lakini imekataa kuzaa popote, imezaa Madina peke yake tende ya Ajwa. Na sisi kama Ajwa utakula Ajwa, lakini Ajwa ni dawa, ni tiba, lakini uishi nao kama alivyoishi nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndo mazuri ambayo tunawaelezea kama viongozi wa Ajwa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, karibuni sana. Tumesema msimu wa hija ndo huu tayari ushaanza, na lengo la kuwaita waandishi wa habari na kuongea na nyinyi Waislamu duniani kote mlipo ni kwa ajili ya kuwahamasisha na kuwakumbusha kwamba wakati ndio huu. Tunaenda mbio sana, tunawahimiza tuache mazoea, tubadilike Waislamu. Yule ambaye ametia nia, njoo jiandikishe, anza kuweka pesa zako. Kauli mbiu, ewe haji uliyetia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya haji 2027, weka pesa yako mapema, lipa pesa yako mapema ili upate huduma zilizokuwa bora. Wa sallallahu wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwakumbushe tu namba ya simu kwa wale ambao watu watahitaji kuwasiliana nasi Sheikh Awadhi Suru. Namba ya simu ni 0787 79 25 10, 0787 79 25 10, au 0757 75 75 10, 0757 75 75 10,
utanipata Sheikh Awadhi Suru popote pale utakapokuwa duniani na ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Utapata huduma ya kwenda katika viwanja vitakatifu kabisa Al-Haramaini Ash-Sharifain. Ya Rab, kila ambaye ametia nia ya kwenda katika ibada hii ya haji, mfanyie sahali katika mambo yake, mfanyie wepesi katika riziki zake. Allah awafungulie riziki ili muweze kwenda kuitekeleza nguzo hii. Na wale ambao nyoyo bado ziko ngumu, lakini Allah amewapatisha pesa, amewamilikisha pesa, basi Allah awalainishe pia nyoyo zenu ili muweze kwenda kuitekeleza ibada hii ya haji. Allahumma ja'alna hadha jamaa marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruq masuma wa اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، يسر أمورنا يا رب العالمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن عين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن شماتة الشامتين ومن سحر الساحرين. اللهم احفظ بلاد تنزانيا، اجعل هذه البلاد بلاد أمنا وسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيس تنزانيا من كل سوء مكروه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama mlivyotambulishwa, naitwa Ukhti Sabrina Omar Abdullah, ni mtendaji wa Ajwa kutoka Zanzibar. Nipo hapa kwa ajili ya kuielezea Ajwa kidogo tu. Zile gharama za hija ambazo ni dola 6500, ndani yake kuna upatikanaji kwanza wa semina za kuhusiana na mambo ya hija, lakini kuna huduma za afya, kuna visa, chakula wakati wote wa safari ya hija. Pia kutakuwa kuna usafiri wa ndani watu wanapokuwa katika ibada ya hija, ihram, ziara Maka na Madina, lakini pia huduma ya mabegi, kuchinja, yale yote ambayo yanapatikana katika ibada hii, basi Ajwa inatoa hizo huduma. Lakini pia vile vile napenda kuasisitiza wanawake kuhudhuria ama kuja Ajwa kwa ajili ya hii ibada ya hija, kwa sababu wanawake wengi wana ile kwamba wanaume ndio ambao wanastahiki kwenda katika ibada hii ya hija. La, ni kwamba sote tunatakiwa tuende hivyo. Hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakumbuka kwamba kulikuwa kuna kupigania vita, wanawake wakawa wanataka kwenda jihadi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ibada kubwa ya nyinyi sio kwenda kupigana jihadi, bali ni kwenda katika kufanya ibada ya hija. Utakapofanya ibada ya hija, mwanamke ni sawa na umepigana jihadi. Kwa hiyo nawahimiza na nawasisitiza sana wanawake wenzangu, tujipange, sio tu tuende katika mambo yetu ya kidunia, lakini pesa ambayo tunakuwa tunaipata basi tuwekeze kwa ajili ya kwenda katika ibada hii tukufu ya hija. Shime sote tuweze kuiendea hii ibada yetu tukufu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuachia na Nabii Ibrahim ambaye ndiye alikuwa mwanzo wa kuweza kuianzisha hii ibada hii. Kwa hiyo nawaomba wanawake tusisite, tuje Ajwa tuweze kujiandikisha, na tunaweza pia uzuri wa Ajwa ni kwamba mtu unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka ukafikia malengo. Alhamdulillah rabbil alamin. Gharama za umra kwa mwezi wa 9 ni dola 1800 ambazo zina package ya chakula, visa, usafiri wa ndani na nje, ziara ya Maka na Madina na huduma zote muhimu ambazo zinapatikana kwa mahujaji. Kwa hiyo karibuni sana, tunawakaribisha katika kikundi chetu cha Ajwa Agents Travel kwa ajili ya kuja kuwahudumia na kupata zile huduma nzuri zaidi muweze kutimiza hii ibada ya umra kwa mwezi wa 9. Na mwezi wa 11 pia, mwezi wa Disemba pia Ajwa itakuwa ina safari hii ya umra ambayo itakuwa na bei ya 1950. Pia package yake itaunganisha vile vitu vyote vya muhimu ambazo nadhani huduma hizi nyingine taasisi nyingine wanazikosa, lakini kwetu sisi chakula kinapatikana kama tulivyokwisha kusema tangu mwanzoni. Asanteni sana na tunakaribisha pia.